hataki na huwezi kumlazimisha kwamba lazima ataki. Kwa mujibu wa majirani wa tukio hilo, wamesema walisikia mayowe tuokoeni tuokoeni baada ya kishindo kilichotokea. Walipotoka wakakuta vumbi kubwa, huku gari hilo likiwa ndani ya nyumba hiyo. Nilipotoka kwa sababu ya kishindo na jamani njoni tuafa, jamani njoni tuafa. Nilipofika hapana mtu isipokuwa ni wale wanaopiga kelele tu. Kwa hiyo kilichokifanya serikali tukawasaidia kuokoa angalau kwanza tupate vile tunavyovipata. Kwa hiyo tukampata mtoto mmoja yule wa mdogo amwachiza na wale wengine tukaendelea kupapatua ikabidi sasa mpaka tukaweza kuwatoa pale. Akatolewa mmoja kando kasha nini akalazwa pale, akapelekwa pale, tukatoa mwingine baadaye akatolewa na mama mtu, ikabidi tena ndio watu washakuepo na mabosi wetu kutuambia hivyo. Tukatoka tukaja tukaangalia, tukazikuta hizo hali, tukakuta kwamba watoto wawili tayari wamekwisha kuwekwa wamefariki, na mama mtu amewekwa barazani mbele ya barabara hapo, na vile vile ameumia, na baba mtu wakati huo naye alikuwa anashughulika kwa mtoto wake mwingine mdogo pamoja na huyo mkeo. Sikia tuokweni kapapatua kutoka kuja naona lango wa nyuma, naona moshi mkali sana na vumbi sioni, lakini kwa bahati nzuri nikapapatua kuja hapa nikamkuta huyu bwana huyu hapa kashafika. Ndio pale katika kuokoa kile kitoto kikawahi kutoka nikakichukua mimi. Sheha wa Shehia Ngwachani na diwani wa wadi hiyo wamesema wamepokea kwa masikitiko juu ya tukio hilo lililopoteza uhai wa watoto hao, na walipokuja wakakuta bado gari hilo limo ndani ya nyumba hiyo. Tunasikitika kwa kutokea usiku wa jana kuamkia leo, ambapo ni ajali iliyopoteza maisha ya watu wawili, mama mjamzito kujeruhiwa kupitia mguu na baba naye kupata majeraha madogo. Ni jambo la kusikitisha. Ni faraja kwetu tunapofanywa hizi shughuli za kimaendeleo, ni jambo linalofurahisha, lakini kila jema kulikuwa na athari zake. ITV Kisiwani Pemba, licha ya kuwa leo ni siku ya mapumziko, ila ilimtafuta kamanda wa polisi mkoa wa Kusini Pemba, kamishna msaidizi mwandamizi Abdallah Hussein Musa, naye alikiri kutokea tukio hilo na kuthibitisha kwa kusema huko maeneo ya Maweni, Shehia Ngwachani, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba, mtambo wa kutengenezea barabara almaarufu katapila wenye namba za usajili Z223 MK mali ya kampuni ya utengenezaji wa barabara ya Iris, ambayo ulikuwa ukiendeshwa na Emmanuel Marine Robert mwenye umri wa miaka 24, mkazi wa Wawi, akiwa anaendesha kwa kurudi nyuma eneo lenye mteremko mkubwa au mteremko mkali, alishindwa kudhibiti mtambo huo na kupelekea kugonga nyumba ya bwana Abdalla Juma. Kutoka hapa Kisiwani Pemba, mimi ni Sulaiman Rashid Omar wa ITV.